Bwana wananchi, mambo vipi? Pamoja na wadau wote wa soka nchini. Hapo tunazungumzia wanahabari, wachambuzi, waandamizi mbalimbali wa mpira wetu, mamlaka, pamoja na viongozi mbalimbali wanaohusiana na masuala ya football. Kwa hivi karibuni nimeshuhudia baadhi ya watu wakijaribu kuonesha ama kuja na propaganda ama agenda ya kujaribu kumchafua ama kumkosoa ama kukosoa utendaji wa Engineer Hersi ndani ya klabu ya Young Africans, hasa kuelekea katika kipindi hiki cha uchaguzi mkuu wa klabu yetu. Kwanza ningetamani watu wafahamu nini maana ya ahadi. Unaposema ahadi kwa viongozi ambao wanajitambua, wenye akili na wapo kwa ajili ya maslahi ya wananchi wao ama wanaoongoza, huwa ni vitu vyote ama mambo yote ambayo yeye ameyaona yana msingi, yana haja ya kufanyiwa kazi kwa ajili ya manufaa kwa watu wake. Hivyo basi huyatumia hayo kama sababu ya ushawishi kwa ajili ya yeye kuonekana pengine anaweza kuwa mtatuzi wa masuala hayo ya msingi ambayo jamii ama watu wanaoongoza wangetamani kuona yanafanyiwa kazi. Sasa tuanzie kwa Engineer Hersi Said wakati anaingia madarakani ndani ya Young Africans. Sawa, wakati anaingia madarakani katika mchaguzi mkuu wa mwaka 2022 aliahidi vitu kadha wa kadha, takriban vitu vitano ama sita. Vitu hivyo mojawapo kabisa na cha kwanza ambacho aliahidi ilikuwa ni ujenzi wa kiwanja. Lakini pia aliahidi kuimarisha timu za vijana pamoja na timu ya wanawake. Pia aliahidi kuimarisha nguvu na uwezo wa timu kiuchumi. Lakini pia Engineer Hersi aliahidi makombe na mafanikio kwa klabu yetu. Lakini pia aliahidi kuleta wachezaji wa madaraja ya juu wenye uwezo na wenye quality kwa ajili ya kuifanya Yanga iwe bora na timu ya kiushindani ndani na nje ya nchi. Of course tumevishuhudia vitu vyote ambavyo Engineer Hersi ameviahidi kwa asilimia kubwa vimetokea kufanikiwa. Kwa nini? Tumeshuhudia Yanga ambayo inachukua makombe back to back msimu wa 5 mfululizo, ambao watu wengi waliamini kwamba katika ahadi zile alizozitaja zitakuwa ngumu kutekeleza. Kwa mfano kuchukua makombe back to back, lakini Engineer Hersi ameprove wrong kwa kuchukua makombe back to back. Lakini pia kuimarisha nguvu ama mfumo ambao unaipa nguvu klabu kuweza kujitegemea. Ametengeneza mfumo thabiti wa wanachama ama kuimarisha ambao unasaidia klabu kujitengenezea mapato mengi sana katika shughuli za uendeshaji wa klabu. Kwa mfano tunashuhudia mfumo wa wanachama uko very strong, matawi yanafunguliwa ndani na nje ya nchi, lakini pia watu wanalipia kadi za wanachama kuchangia mapato ya klabu. Lakini pia tunashuhudia wachezaji wakubwa na madaraja makubwa wakiletwa katika Young Africans. Tunashuhudia kina Fiston Maele, wakina Stefan Aziz Ki, Pacome Zouzoua, Alidi Auche, Yannick Bangala, wakina Juma Shabani, na wachezaji wengi kina Djigui Diarra, na wachezaji wengi Alan Okello, na wengi ambao mpaka sasa wapo ndani ya ardhi yetu ya Tanzania wakiitumikia Young Africans na wameweza kuleta mafanikio katika timu yetu. Lakini pia tukiangalia timu ya vijana tunaona inafanya vizuri kuanzia under 17, lakini pia timu ya wanawake ambayo imeweza kufanya vizuri kwa sababu tumeona usajili unafanyika mkubwa na wachezaji madaraja ya juu kutoka mataifa mbalimbali wanakuwa wakileta, na tumekuwa klabu ya mfano kuwa na wachezaji wakubwa wengi wa kigeni kwenye nchi yetu. Lakini tunajua ligi na mambo mengi, kuna competition, unapojipanga na wenzako pia wanajipanga. Lakini yeye kama yeye ametimiza kile ambacho alikiahidi kwa kuimarisha kikosi chetu na kuifanya Yanga Princess kuwa imara na timu ya ushindani. Tukija kuangalia katika engo ya masuala ya udhamini pamoja na wanachama, ameweza kuifanya brand ya Young Africans kuwa brand kubwa yenye kuvutia, lakini pia yenye kuthaminika. Tunashuhudia wawekezaji wengi na makampuni mengi yanatamani kufanya kazi na Young Africans kwa sababu ya vile ambavyo ameimarisha mifumo mizuri ambayo inamvutia mwekezaji. Lakini pia kupitia idara yake ya habari kumekuwa na kazi kubwa sana inayofanyika kuuza brand ya Young Africans na kuifanya iwe chanzo cha wadhamini pamoja na wawekezaji kuvutiwa kuwekeza ndani ya Young Africans. Maana yake tumefanikiwa. Sasa tunakuja katika swala zima la kiwanja. Unapozungumzia swala la kiwanja, sio project ndogo, ni project kubwa ambayo inahitaji muda zaidi, inahitaji akili na investment kubwa ya kiasi kikubwa. Mimi naamini kama Engineer Hersi asingekuwa yupo kwa ajili ya maslahi ya Young Africans,
nadhani uwanja ungekuwa umeshajengwa na pengine mwekezaji tu ndo angekuwa na umiliki kama wa kwake. Lakini kwa sababu ya uimara na vile ambavyo Engineer Hersi yupo kwa maslahi ya wanachama na mashabiki wa Young Africans, kama rais amehitaji kuona uwanja huo tunanufaika nao sawa kwa sawa endapo tukiujenga, na pengine inaweza ikawa ni sababu ya kudelay kwa maandalizi haya ama project hii ya uwanja. Lakini tumeishuhudia imekwisha anza na tumeweza kupata mwekezaji ambaye tumegawana naye 50% kwa 50, na tayari deal imeshasainiwa. Sasa hivi ni process nyingine ambazo zinaendelea kwa ajili ya project hiyo kuweza kuanza. Mimi nataka nisemeje, let's assume Engineer Hersi angeweka kipaumbele kiwanja kuliko vitu vingine vyovyote, kwamba sasa Young Africans iweze kuwa inaanza kujenga uwanja wake pasi kufanya vizuri kwenye ligi, lakini pia kuchukua makombe, mfumo wa wanachama kuwa mbovu, wachezaji wanaokuja wanakuwa wabovu na kiwango cha chini, ama usajili wetu unakuwa ni mbovu, lakini pia timu za vijana pamoja na timu ya wanawake zisingekuwa zinafanya vizuri. Nadhani wachambuzi, wadau wa mpira na wote mngekuwa mnabeza kile ambacho Young Africans wanakifanya. Wangesema ni kiongozi asiyojua kuprioritize vitu, kwa sababu ili uweze kufanya vizuri lazima timu iwe katika wanasema good atmosphere. Na timu inakuwaje kwenye good atmosphere? Ni pale ambapo tunachukua makombe, tunafanya vizuri, lakini wachezaji wazuri wanakuja, mfumo wa uongozi uko imara, idara ya habari iko thabiti, fan engagement inafanya vizuri. Hapo wanachama unaweza kuwa na utulivu kwenye timu, na ni rahisi kuleta project kubwa kama hii ikapokelewa na watu kuonesha full participation katika kuisupport project hiyo. Nadhani alikuwa sahihi sana kuanza hivi ambavyo amevianza na kuvifanya kwa ufanisi, baadaye ndo aje amalizie na swala la kiwanja. Kwa hiyo mimi nadhani ni vile tu watu tulivyokuwa na ufinyo wa akili, sometimes wivu, pamoja pia na kutoelewa kwamba kila kitu sisi tunahitaji kukosoa. Tuangalie katika 100% ya ahadi ambazo ameziahidi, basi nadhani ni 95% amekamilisha, kasoro 5%. Hasa unambezaje mtu kama huyo ama unamkosoaje? Tunagundua ni uelewa na vile ambavyo watu tu wanashindwa kukubali kazi ya mtu na kile ambacho anakifanya. Let's assume CAF, FIFA pamoja na mataifa mengine yote wanakubali utendaji wake na kile wanachokifanya, mpaka baadhi ya vilabu vinakuja barani nchini kwetu kujifunza ndani ya Young Africans, mfumo wa mabadiliko na vingine vyote. Kwa hiyo ifike wakati mwenye sifa yake apewe sifa yake. Tuacheni propaganda. Engineer Hersi ndio